Hii ni Kakwale TV. Mamlaka hali ya hewa tumepata wageni kutoka mamlaka za huduma za hali ya hewa kutoka Zimbabwe ambao wamekuja kutembelea na kwa ajili ya kujifunza masuala mbalimbali ya huduma za hali ya hewa. Walichagua mamlaka hali ya hewa kuja kujifunza kwa sababu ya kuelewa na kutambua maendeleo na mchango mkubwa wa mamlaka hali ya hewa Tanzania katika kuimarisha huduma za hali ya hewa katika bara la Afrika. Sasa waliomba siku nyingi waje kujifunza kutoka kwetu ni namna gani ambavyo tunaimarisha uangazi, ni namna gani ambavyo tunaimarisha uchakataji wa taarifa za hali ya hewa, ni namna gani ambavyo tunaimarisha utoaji wa utabiri na taarifa za tahadhari, ni namna gani ambavyo tunaimarisha usambazaji wa taarifa, na namna gani ambavyo tunaendelea kujenga umahiri na weledi katika tasnia nzima ya hali ya hewa kwa ujumla wake. Kwa hivyo sisi tulikubali ombi lao na hivi leo wamefika hapa. Kwa hivyo tumeanza kazi hiyo ya kukaa na wenzetu na kuwashirikisha yale ambayo sisi tumeweza kuyafanya vizuri zaidi, ikiwa ni pamoja na masuala ya uangazi, lakini masuala ya utabiri na utoaji wa tahadhari, lakini vile vile masuala ya quality management system ambayo pia sisi tunayafanya vizuri. Kwa hiyo kuna maeneo kama 6 hivi ambayo wenzetu waliomba na sisi tumejiandaa kuwashirikisha ili kuendelea kuwajengea uelewa. Na kitu kikubwa ambacho nataka kujifunza pia ni namna gani sisi tuliweza kutoka katika agency na kuwa mamlaka ya hali ya hewa hapa Tanzania, na namna gani ambavyo tulipita huo mchakato na kadhalika. Kwa hivyo tumesha kuwa na mikutano ya awali leo ya asubuhi, na tunatarajia baada ya hizi siku 5 ambazo watakuwepo hapa watakuwa wamejifunza mambo mengi. Lakini pia katika ufunguzi wa haya mafunzo ambayo tunayafanya hapa, tunaita ni mafunzo au ni ziara hii ya wenzetu kutoka Zimbabwe, tayari baada ya kufanya wasilisho ya mambo mengi tunayoyafanya, wameonyesha nia na hamasa ya kutaka sana kuendelea kujifunza kutoka kwetu, ikiwemo kuleta wafanyakazi wao waje wajifunze katika chuo chetu cha taifa cha hali ya hewa. Lakini pia wameridhishwa sana na umahiri na weledi ambao tunao katika masuala ya uchakataji wa taarifa, data quality management na quality control ambao sisi tunafanya vizuri. Lakini vile vile wameridhishwa pia na namna ambavyo tunaweka mchakato wa utabiri kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo wameyaona na tayari wameonyesha nia ya kuendelea kutaka kujifunza. Nichukue fursa hii kwa namna ya pekee kuendelea kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya hali ya hewa na kuwajengea wataalamu wetu wa hali ya hewa umahiri na weledi ambao ndio umepelekea nchi zingine nyingi kutaka kuja kujifunza kutoka kwetu. Hawa Zimbabwe sio wa mwisho na sio wa kwanza. Hivi tunavyozungumza ni kwamba kuna nchi zingine kadhaa ambazo pia wameomba kutaka kujifunza kwetu, na sisi wakati wote tunaonesha ule utayari wa kuwasaidia. Ni pamoja na wenzetu kutoka Sierra Leone ambao pia tayari tuko kwenye mazungumzo, lakini pia wenzetu kutoka Gambia, wenzetu kutoka Guinea, wenzetu kutoka Zambia, na nao pia wameonyesha nia na wameleta maombi ya kutaka tuweza kujifunza kutoka kwetu. Lakini pia hivi karibuni tulikuwa na wataalamu wetu walienda kule Burundi
ambako waliendelea kuwajengea weledi na umahiri katika masuala ya utoaji wa huduma za hali ya hewa. Mwaka jana tulikuwa Namibia. Kwa hivyo kwa ujumla na kwa ufupi ni kwamba kutokana na uimarishaji mkubwa wa miundombinu na rasilimali watu katika mamlaka ya hali ya hewa unaofanywa na serikali, basi sisi tumepata hiyo fursa ya kuweza kuaminika kimataifa na kuweza kuombwa kuwasaidia nchi zingine kama ambavyo nimezitaja. Kwa hivyo tunashukuru sana serikali na tutaendelea kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba nchi zote zile ambazo zinaomba tuwasaidie basi tunawasaidia ipasavyo. Takriban nchi 10 kati ya nchi 54 za Afrika tayari zinakuwa na mahusiano mazuri na wanaomba tuwasaidie. Na lengo letu ni kuendelea kuwa kitovu cha ubora katika utoaji wa huduma za hali ya hewa katika bara la Afrika na ukanda wa nchi zinazoendelea. Na sababu ya kufanya hivyo tunayo, uwezo tunao, na nia tunayo, na tunaamini tutaweza. Asanteni sana. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.